Bila shaka ni mzima wa afya. Mwenyezi Mungu amependa tumekutana tena siku ya leo kwa ajili ya kuangazia yale ya kimichezo. Langu jina ni Osman, operator ambaye linaongoza jalada hili ama taarifa hii. Na hii leo bana tumemtafuta mzee Kipepeo kuelekea katika mchezo unaofuatia. Wananchi Young Africans tunafahamu ya kwamba wanasafiri kwenda visiwani Zanzibar kwa ajili ya kwenda kucheza dhidi ya Dodoma Jiji, muendelezo wa NBC Premier League, kwa ajili ya kuhakikisha kuwa wanatetea taji lao. Mzee, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Habari za leo? Habari, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tupo. Asante sana. Mzee, tunafahamu ya kwamba Young Africans wanakwenda kucheza mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji ambao umekwenda visiwani Zanzibar. Hapo watani wenu Simba Sports wanacheza hapa Dar es Salaam KMC siku ya hapo kesho. Lakini ya kwamba taarifa waliotoa ya kwamba mchezo wao wa mwisho utakuwa dhidi ya Kagera Sugar siku ya hapo kesho. Taarifa hii ina maana gani kuelekea katika siku ya tarehe 25 ambao watu wanatumaini ya kwamba mchezo utakuwepo? Taarifa ya Simba siwezi nikaielezea kwa sababu wanaefahamu vizuri ni wao wenyewe, na watakuwa na sababu ambazo zinazowapelekea kusema kwamba huo kwao ni mchezo wa mwisho. Lakini kwa namna moja au nyinginewe wao watakaposema huo ni mchezo wa mwisho, inaelekea kwamba wanajipangia, lakini mpira unapangwa na wenye kupanga huo mpira. Sasa sisi tutawasikiliza wale wapangaji wa mpira, wao wamepanga vipi, na wao Simba watakuwa labda wana maelekezano baina yao na wapangaji wa mpira. Tutakuwa tunawangojea nini watakachotuambia. Wanasema ya kwamba mchezo huo ni wa mwisho, ikiwa hivi sasa tumeingizwa katika kipindi cha uangalizi, kwa maana kwamba uchunguzi ambao unafanywa na FIFA hapa nchini Tanzania takriban miezi miwili. Hii haitakuja kuleta gumzo kubwa kuelekea kwenye kukumba mpira wetu wa Tanzania mambo mazito, kwa maana FIFA tunafahamu ya kwamba hukumu zao zinakuwa ni ngumu mno. Sasa watakaojua hukumu ni wale wenye kuhukumu. Na tutakuja kuangalia hicho watakachokuja kukihukumu ni kipi, kwa sababu haiwezi ikatoka hukumu bila ya kosa litakalopelekea wao kuhukumu. Sasa katika uangalizi wao watabakia, hatuwezi tukawaambia kwamba msiangalie, na sisi tutakuwa tunaendelea. Na kabla ya hukumu huwa inaanza na kesi. Sasa ile kesi ndio itakayokuja kuzaa hukumu baada ya kuonekana kwamba nani ambaye aliyekuwa na kosa na nani asiyekuwa na kosa, baadaye ndio inafuata hukumu. Mzee wangu, mmejiandaa vipi basi kuhakikisha ya kwamba mnatoa taji la NBC kwa mara ya 4 mfululizo, ikiwa bado kuna sintofahamu kwa upande wa pili wa wapinzani wenu Simba wanadai mchezo huo hawafahamu pia na hawatatokea. Ninyi kama Young Africans mmejiandaa vipi kuhakikisha kuwa mnamaliza msimu vyema? Sisi msimu ili uishe mcheze. Sasa kama itakuwa hamkucheza, tutawaachia wenye dhamana ya michezo, wao ndo wenye kuhukumu. Lakini katika maandalizi yetu sisi ni kucheza, maandalizi yetu sisi ni kushinda, maandalizi yetu sisi kuchukua ubingwa. Na ubingwa tuna 100% ya kuchukua. Hakuna awezaye kuchukua. Na Simba katika hii kuchomoa, maana yake wanajua kwamba hawana uwezo wa kuchukua ubingwa. Sasa ndio wanatafuta kila aina ya njia, kila aina ya miundombinu, kila aina ya hila, kwa sababu hata huu mpira ulianza kuvurugika na wao ndio walioanza kuvuruga. Kwa mara ya kwanza tarehe 8 wao ndio walioandika barua ya kusema kwamba sisi hatutoleta timu uwanjani. Kwa hiyo kitendo cha kutokuleta timu uwanjani ina maana kwamba kwao ni uzoefu. Sasa ikaingia katika hali ya sitomfahamu, Yanga ikawa tunatafuta tujue sababu ya bodi ya ligi kukubaliana na Simba na kugairisha mpira pasina kuwa na sababu za msingi. Ndipo ilitupelekea sisi palipopangwa tarehe 15 tukasema hatuwezi kucheza, kwanza tujue tarehe 8 kwa nini ilikuwa mpira haukuchezwa. Ilikwenda mpaka ikafahamika, ikafikia hatua busara, hekima mama akazitumia kwa watoto wake ambao ndio sisi. Mzungumza busara, hekima, lakini hapo Young Africans kipindi ambacho mnalingania mbieleza kwamba
hakuna busara ambayo inapaswa kutumika kwenye mpira wa miguu. Mnataka haki na sheria ziweze kufuatwa na kanuni za mpira wa miguu. Tulikataa busara kupitia kwa TFF kwa sababu TFF walikubaliana na Simba kwa yao na sisi tukawa na madai yetu kwao. Kwa nini waligairisha mpira pasina kuwa na sababu ambazo za msingi tunazozijua? Kwa hiyo wao wakataka tutumie busara. Busara tukasema kwenu nyinyi TFF sasa imefikia ukomo. Kwa sababu hii nimekuwa kama kawaida yenu, ndio imekuwa kama desturi yenu, tena mnafanya kuwabeba. Hiyo busara huwa inakuja baada ya kuwabeba Simba. Pale wanapotaka lile wanalolitaka na nyinyi mnawasikiliza, mnawakubalia, halafu mwisho wa siku mnaleta busara. Kwa sababu mara ya kwanza walitumia busara baada ya kuhamisha mpira kutoa katika saa 11 jioni wakaupeleka kwenye saa 1 usiku. Yanga tulipeleka timu na sisi mpira ule uligairishwa kinyume cha kanuni. Maana yake kanuni inasema mpira ugairishe 24 hours, yani masaa 24 kabla ya mchezo. Wao waligairisha masaa 2 kabla ya mchezo, kitu ambacho katika kanuni hakikukubali. Kilitupelekea sisi vile vile kusema mbona mnabadilisha mpira kinyume cha kanuni. Walichofanya wakawa kweli wakakiri kwamba walifanya makosa, lakini tunaomba tutumie busara. Tuliwasikiliza, tuliwakubalia, busara yao tukawa tumefanya. Sasa ikawa lile neno endelevu, tukaona kumbe kuna uzoefu, kuna wanachokihitaji katika maamuzi yao ili kuitegemea busara. Ndio maana na sababu tukafikia hatua tukawaambia kwamba busara kwenu sasa imekoma, hatutaki tena. Mlisema kwenye maorodhesho, nikirudi nyuma kidogo kwenye barua zenu, mlitaja engo ya waamuzi pia. Mkasema moja katika vitu ambavyo miongoni mnapotaka kuvilingania ni kuhakikisha kuwa mnarudisha katika mstari ule utukuka na ule unyooka kwenye engo ya marefari. Lakini tumeshuhudia hapo juzi mkicheza mmefunga goli ambalo lilikuwa ni la offside. Watu wameonekana kulalamikia sana goli ambalo lifunga Kratos Chota Chama, assist kutoka kwa Clement Mzize, wakati pasi inatoka kwa Mudathiri Yahya, alikuta tayari Mzize amekwisha zidi. Mlalamikaji ni yule anayefanyiwa, halalamiki mwenye kufanya. Kama atalalamika mwenye kufanya, atalalamika nini? Refa yuko chini ya makamo, refa yuko chini ya management, refa yuko chini ya kamati ya marefa. Kwa hiyo sisi tulipocheza, refa kama angekuwa kaona hiyo offside, angekataa. Sisi la kumfanya tulikuwa hatuna. Sisi kazi yetu kucheza na tulicheza, refa alikubali. Na wale wanaolalamika juu ya hilo ni haki yao kulalamika kwa sababu wametendewa sio. Lakini je, aliyelalamika aliyochezewa huo mpira? Sisi hatukuwaona wale prison wakisema kwamba hili goli la offside. Na kama goli la offside, wapo viongozi ambao wao wanawasimamia marefa. Walichukua hatua gani zidi ya marefa? Na kama atakuwa hawakuchukua hatua yoyote, na kweli refa ilikuwa kalikubali goli lilio la offside, basi anayestahili kulaumiwa ni msimamizi wa marefa. Kwa nini hakutoa hukumu ya kumuadhibu refa kwa kukubali goli ambalo liliokuwa offside? Na hili ndio tunalolisema siku zote kwamba kuna baadhi ya viongozi huwa hawapendi kutoa hukumu, hawapendi kuwasema marefa kwa kuchezesha kwao. Sijui kwa sababu gani au kuna maslahi gani wanayoyapata, watakuwa wanajua wao. Kwa hiyo sisi hilo hatuwezi tukalizungumzia la marefa kwa sababu sisi sio walalamikaji. Laiti kama tungekuwa walalamikaji linalotuhusu tulalamike, tungelalamika. Hatuwezi tukalalamikia kitu kilichokuwa sio chetu. Mzee, asilimia ngapi kutoa ubingwa msimu huu ikiwa watani wako misimu mitatu na ukame wa vikombe katika viunga vya Msimbazi wanahitaji kutetea taji hili, na ndo taji pekee ambalo hivi sasa wamesalia ambalo wana nafasi ya kuliwania licha ya kuwa nyuma ya alama moja dhidi ya kinara Young Africans ambao ndio nyinyi kama Young Africans? Ubingwa ni Yanga tu. Hakuna vinginevyo, na ndio maana
Simba wanagaigai, wanakataa, hatuendi uwanjani, hatufanye hivi ili waje kupata kusema kwamba Yanga kapata ubingwa lakini mechi haikumalizika, sisi tulikataa. Hilo litakuwa halisaidii, bado ubingwa utabakia kwa Yanga, hauna mushkeri. Na hakuna mpinzani awaye yoyote wa kuweza kuchukua ubingwa mkononi mwa Yanga. Hilo wanalijua Simba, hilo wanalijua Dodoma Jiji, hilo wanalijua Prison. Angalia juzi kitendo gani tulichokifanya kule Mbeya. Haya, wamesema kuna goli la offside kwa mfano, na tulitoe goli la offside. Tumewafunga magoli 5 lakini bado tutabakia na magoli 4, alama 3 tunazo. Itakuwa nini sasa kilichopungua au kuzidi? Tunachoangalia sisi ni alama, hatuangalii kucheza. Sasa Dodoma Jiji, angalia kesho nini kitakachowapata. Simba wanaogopa yale yaliyompata Prison. Ana wasiwasi asije akampata yeye. Sasa Simba katoa jasho juzi, katoa jasho, kanoa shoka kwenda kukata migomba ya ndizi. Una maana gani kusema migomba ya ndizi? Hawana upinzani wale wana upinzani gani? Kimpira wako chini, kiuwezo wako chini, haya kieji wako chini. Kadhalika tunasema wameshateremka mpaka daraja, mpira wenyewe haujesha, wao wameshateremka daraja. Kwa hiyo wewe unakwenda kutoa mishipa yako ya shingo kucheza na watu wale, alafu unajisifu tumeshinda magoli 5. Watu kama wale kama wangekutana na Yanga juzi ilikuwa 10, 15, tungewapiga. Afadhali hata wale Prison kidogo walileta kushani, lakini hata hivyo na wao wamekiona cha moto. Neno lako kwa mashabiki wa soka nchini na wapenzi wa Young Africans kwa ujumla? Mashabiki, wapenzi, wanachama, kadhalika na viongozi kwa ujumla wake, tunachosema tuzidishe nguvu. Tusilegeze kamba kwa kusema kwamba eti tumefikia hatua ya mwisho au kuna timu dhaifu. Kila itakayokuja mbele yetu tuigonge. Ndivyo azimio letu liwe hivyo, umoja wetu uwe hivyo, nguvu zetu tukusanye pamoja tufanye hivyo, si vinginevyo. Na uwezo huo sisi tunao, sababu ya kuweza tunayo, na nia ya kuwakunguta tena hasa hao Simba ipo pale pale na hakuna asiyoijua. Haya ndiyo yangu zidi ya mashabiki, viongozi na wanachama. Swali la nyongeza, nini siri ya Young Africans kwenye kamati ya ufundi mnapoenda kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo? Umoja. Siri yetu ni umoja, nguvu zetu ni moja, nia yetu inakuwa moja, na sababu ya kuendea huo mchezo inakuwa sababu moja, na ndiyo maana na sababu huwa tunashinda. Hakuna mambo ya nyuma pazia? Kama yepi? Imani zao za upande wa pili. Imani si ndio hiyo? Imani yetu sisi ni ushindi. Tunayo imani, huwezi kufanya kitu bila ya imani. Imani yetu kwenda kushinda, si vinginevyo. Imani yetu kwenda kushinda, sio vinginevyo. Shukrani sana mzee wangu kwa wasaa wako na kuzungumza na wapenzi wa Young Africans. Umetoa elimu na nasaha kwa ujumla. Bila shaka wao wameenjoy na wanakushukuru sana. Asante sana. Niwaombe tu tukutane hapo chini kwenye comment section. Huyu ni mzee Kipepeo alikuwa akizungumza hapo, na sina la ziada kutokea hapa. Ninaweka nanga na bye bye mpaka wakati mwingine tena.